السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات. بعدكم حميدي الله جل في علا، لكم تكيا زيادة يصالنا سلام kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na usiana kumcha Allah tabaraka wa taala, فإنه قد فاز المتقون. Kama alivyotangulia Abu Shawkan Sheikh Najim wafaqahu Allah tabaraka wa taala lima yuhibbu wa yarda, katika utangulizi wake kwamba mlipewa taarifa siku hii ya leo biidhnillahi alkarim tutakuwa na muhadhara ambao tunataraji na tunamuomba Allah tabaraka wa taala an yaj'alaha nafi'atan lana wa lakum, aujalie kuwa ni wenye manufaa kutunufaisha sisi wazungumzaji, kadhalika na nyinyi wasikilizaji. Na muhadhara huu tutaelezea kwa ufupi baadhi ya fadhail za siku ya Arafa, baadhi ya mazuri ya siku ya Arafa, kwa sababu yako mengi na hatuwezi kuyaelezea katika majlisi tukayamaliza, bali majlisi ya leo biidhnillahi alkarim tutataja baadhi ya nukta hizo. Na ikiwa leo tukiwa katika mwezi 8 tayari tushaingia Dhulhijja, walillahi alhamdu wal minna,
mwaka wa 1447 Hijria, ikiwa ni sawa na 24 mwezi wa 5 2026. Ikiwa huu ni muhadhara wangu wa kwanza katika masjidi hii, Masjid al-Husna, harasahu Allahu tabaraka wa taala wa nafa'a bihi al-islama wal muslimin fi hadhihi al-buqa'. Namuomba Allah tabaraka wa taala ajalie majlisi hii na muhadhara wangu huu wa kwanza katika masjidi hii iwe ni majlisi yenye manufaa, kuwanufaisha Waislamu wa maeneo haya, kadhalika na kila atakayesikia sauti hii. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم الوقوف بعرفة. siku ya Arafa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Nayo siku hii ni siku ya kisimamo cha Arafa. Ni siku ambayo mahujaji, dhuyufu rahmani, wageni wa Allah tabaraka wa taala, wanasimama pale Arafa, wanasimama katika bonde la Arafa. Na kusimama Arafa rukunun min arkani al-hajj. Kusimama Arafa ni nguzo miongoni mwa nguzo za haji, bal Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-hajju Arafa, haji ni Arafa, kuonesha kwamba al-wuqufu bi Arafa rukunu min arkani al-hajj. Kusimama Arafa ni nguzo katika nguzo za haji, na kwamba mtu haji yake haiwezi kasihi iwapo hatosimama pale Arafa hata kwa muda mfupi. Idhan tunapoelezea siku ya Arafa, tunaielezea ile siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Walahu fadailu adhimatun, na siku hii ya Arafa ina fadhila nyingi sana, ina mazuri mengi sana yanayopatikana katika siku hii ya Arafa. Kuna mambo mengi ambayo yanaifanya siku hii kuwa ni siku adhima, kuwa ni siku tukufu kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika kwetu sisi. Faminha, katika hizo fadhaili za siku hii ya Arafa, awalan, jambo la kwanza, annahu ahadul ayyamil ashri, annahu ahadul ayyamil ashri almufaddalati ala ghayriha min ayami sanati. Jambo la kwanza ni kwamba siku hii ya Arafa huwa ahadul ayyamil ashr, ni moja katika masiku ya 10 la kwanza la Dhulhijja, ni moja katika masiku ya 10 la kwanza la Dhulhijja. 10 hili la Dhulhijja ambalo ni mufaddala, limefadhilishwa ala ghairiha min ayami sana, 10 ambalo limefadhilishwa juu ya masiku mengine katika masiku ya mwaka mzima.
masiku haya ya mwanzo tuliomo, al-ashr al-awwal min Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja, ambapo hivi sasa tushaingia siku ya 8 ya Dhulhijja. Masiku haya yani 10 hili la kwanza kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10, haya ndio yanaitwa ayyamul ashr, masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Masiku haya yamefadhilishwa kuliko masiku mengine, kwa bil khusus nyakati za mchana. Ile michana ya 10 la kwanza la Dhulhijja faddalaha Allah tabaraka wa taala ala ghairiha. Allah tabaraka wa taala ameyafadhilisha masiku hayo na nyakati hizo kuliko nyakati zingine, kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. Mtume alayhi salam aliposema haya maneno, qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema ewe mjumbe wa Allah, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah hailingani sawa malipo na mtu mwenye kufanya jambo jema katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa maana mtu akatoka kaenda jihadi fi sabilillah akafia huko akafa ni shahidi vitani, malipo yake hayafanani na malipo ya mtu mwenye kufanya amali njema katika hili 10 la kwanza la Dhulhijja. Qala wala aljihadu fi sabilillah, Mtume alayhi salamu akasema hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala malipo yake hayalingani na malipo ya amali anayoifanya Muislamu katika 10 hili la kwanza la Dhulhijja. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bishay, isipokuwa jihadi ya mtu ambaye aliyetoka nyumbani kwake mwenyewe nafsi yake, wa malihi na mali yake, kisha ikawa hakujarejea chochote. Mtu katoka kwenda vitani fi sabilillah, yeye mwenyewe kadhalika na mali yake, kisha akafia vitani akafa shahidi, kadhalika na mali yake ikateketea vitani, ikawa hakujarudi chochote. Fahadha huwa aljihadul a'zam, hii ndio jihadi kuu ambayo mtu anatoka yeye na mali yake kisha kusirudi chochote, asirudi yeye wala mali yake. Huyo ndio ambaye ujira wake na malipo yake ni makubwa kwa Allah tabaraka wa taala, na ndiye mwenye kutangulizwa kuliko mwenye kufanya amali njema katika masiku haya ya Dhulhijja. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari, kadhalika Imam Abu Dawuda, na lafdhi hii tuloitaja ni lafdhi ya Imam Abu Dawud. Wa fi riwayatin inda al-Imam ad-Darimi, kadhalika na katika riwaya nyingine ambayo ameitoa Imam ad-Darimi wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min amali azka inda Allahi azza wa jal, hakuna amali yoyote, hakuna ibada yoyote yenye kupendeka zaidi kwa Allah. Azka ay ahabbu ila Allah, yenye kupendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Wala a'zama ajran, wala hakuna amali yoyote ambayo ina ujira mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala, min khairi, kuliko jambo la khairi, ya'maluhu fi ashri al-adahi, kuliko jambo la khairi analolifanya Muislamu katika 10 la kwanza la Dhulhijja. Mtume alayhi salam katika hadithi hii anabainisha kwamba hakuna amali inayopendeza kwa Allah tabaraka wa taala katika amali tunazozifanya, katika matendo tunayoyafanya,
basi hakuna matendo yanayopendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kama jambo la kheri, jambo lolote la kheri analolifanya Muislamu fi hadhihi al-ayyam al-ashr, katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Hadithi hii iko wazi ala fadli ayyam al-ashr, juu ya ubora na utukufu wa 10 la kwanza la Dhulhijja ala ghairiha min ayyami sana, kuliko masiku mengine ya mwaka mzima. فعلينا أن نكثر فيها من صالح الأعمال, ni juu yetu Waislamu tujitahidi kukithirisha kufanya matendo mema katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmidi wat-tasbihi wa tilawati al-Qur'an al-Karim was-salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam was-sadaqati wa silati al-arhami wa ghairi dhalika min al-ibadat. Tukithirishe Waislamu katika haya masiku 10 ya Dhulhijja kufanya matendo mema, kuleta takbira kwa wingi, kadhalika na tahlil, kadhalika na tahmid, kadhalika na tasbih, wa kusema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Tukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayyam al-ashr, katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kadhalika tukithirishe kusoma Qur'ani, kadhalika kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wenye mali kutoa sadaka na zaka, kadhalika silatul arhami, kuunga udugu kwa wale ambao wametengana na ndugu zao, na nyinginezo katika ibada na matendo yaliyokuwa mema. Tujitahidi sana kukithirisha matendo mema katika haya masiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametubainishia kwamba hakuna amali njema ambayo ni yenye kupendeka zaidi kwa Allah kuliko amali anayoifanya Muislamu katika haya masiku 10. Muislamu siku zote anaposikia kheri ni mwenye kuikimbilia, wa bil khusus anaposikia maneno ya Allah tabarak wa taala au maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ni kheri iliyoje. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema min khairin ya'maluhu, min khairi imekuja kuwa ni nakra, yani kheri yoyote, nakra fi siyaqi al-ithbati fayaumu saghiraha wa kabiraha. Usiangalie na usidharau kheri yoyote unayoifanya, sawa sawa ikiwa ni ndogo au kubwa. Usidharau Muislamu madam unaifanya kheri hiyo bitighaa mardati llahi wad dar al-akhirah. Idhan hilo ni jambo la kwanza katika mambo yenye kuonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa, ni kwamba siku hii ya Arafa ni moja katika haya masiku 10 bora, ni moja katika haya masiku 10 yaliyokuwa bora, ambayo ukifanya amali njema ndani ya masiku haya si kama amali njema unayoifanya katika masiku mengine. Walakin akthara an-nasi ghafilun, lakini Waislamu wengi wameghafilika na 10 hili la kwanza la Dhulhijja. Ukimuuliza Muislamu mpaka leo tarehe 8 umeleta takbira mara ngapi katika haya masiku, umemtaja Allah tabaraka wa taala mara ngapi, mtu hajui, ameghafilika. Yani anahisi kwamba yupo katika masiku ya kawaida. Haya masiku ya Dhulhijja inatakiwa tubadilishe mifumo ya maisha yetu, kama tulivyokuwa tukiishi katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ukiingia watu hubadilisha mifumo ya maisha yao, wanaishi maisha ya waja wema. Kadhalika na inatakiwa tubadilishe mfumo wa maisha yetu
katika haya masiku ya Dhulhijja kwa kukithirisha kufanya ibada na kukithirisha kufanya khairati, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake alivyowafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye uwezo wa kusoma Qur'ani akasoma kwa siku juzu moja, juzu mbili, juzu 3, 5, 10, mwenye kuhitimisha kwa siku basi afanye, na kila mmoja afanye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na washindane wenye kushindana katika khairi hizo. Hii ni misimu ya kushindana katika khairi Waislamu. Thaniyan, jambo la pili, yaumu Arafa huwa al-yawmu alladhi akmala Allahu fihi ad-dina. Siku ya Arafa ndiyo siku ambayo Allah tabarak wa taala ameikamilisha dini ya Uislamu ndani ya siku ya Arafa. Siku ya Arafa huwa al-yawmu alladhi akmala Allahu fihi ad-dina, ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini yake. Qala ta'ala, asema Allah mtukufu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, ay dinul islam. Fa akmala Allah tabaraka wa ta'ala dinahu yawma arafata, Allah tabaraka wa ta'ala akaikamilisha dini yake ya Uislamu siku ya Arafa. Al-yawma, leo hii, na siku ambaye Allah anaizungumzia ni siku ya Arafa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ay yawma Arafa. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kuwa Uislamu ndio dini. Uislamu ndio dini ya haki, ndio dini yenye kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, na hakuna dini nyingine inayoridhiwa na Allah fi hadhihi alhayati dunya. Hakuna dini nyingine inayoridhiwa na Allah katika maisha haya. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Na atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu basi hatakubaliwa matendo yake akiwa katika dini hiyo, na siku ya kiyama atakuwa amekula khasara. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Imekuja hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan min al-yahudi qala lahu ya amira al-mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'shara al-yahudi nazalat lattakhadhna dhalika al-yawma 'idan. Qala ayyu ayatin? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siku moja kuna Myahudi mmoja alienda kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia ya Amiral Mu'minin, e Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum, kuna aya moja katika kitabu chenu, taqra'unaha, mnaisoma. Kuna aya katika Qur'ani mnayoisoma, law alaina ma'shara al-yahud nazalat, laiti aya hiyo ingeteremka kwetu sisi Mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma 'idan, basi siku ambayo aya hiyo imeteremka sisi Mayahudi tungeifanya kuwa ni siku kuu, tungeifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Idi, ni siku ya kusherehekea. Qala Umar ibn al-Khattabi akamuuliza ayu ayatin, aya gani unakusudia katika Qur'ani kwamba lao ingeshuka kwenu nyinyi Mayahudi basi siku hiyo iliyoshuka aya hiyo mngeifanya kuwa ni siku ya Idi? Qala, yule Myahudi akasema kwa kuisoma aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum
ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ambayo ni aya hii tumeisoma ya surati al-Maida aya 3. Qala Umar ibn al-Khattabi akasema kumjibu huyu Myahudi, qad arafna dhalika al-yawma, hiyo siku ambayo aya hii imeteremka tumekwisha ifahamu, tunaijua vizuri sisi siku hiyo. Qad arafna dhalika al-yawma wal makana alladhi nazalat fihi, tunaifahamu vizuri sisi siku ambayo imeteremka aya hiyo na sehemu ambapo imemshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hiyo. Tunapajua mahala ambapo aya hiyo imeshuka kwa Mtume alayhi salam akiwa amesimama, tunapajua. Nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun bi'arafata yawm al-jum'ati, aya hiyo imemshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika bonde la Arafa siku ya Ijumaa. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Umar ibn al-Khattab akambainishia kwamba sisi hatukuifanya siku hiyo iliyoshuka aya hiyo kuwa ni siku ya Idi, kwa sababu Idi zetu zinafahamika. Idi zetu zinafahamika, kuna Idi za mwaka ambayo ni Eidul Fitri, kadhalika na Eidul Adha ambayo iko mbele yetu siku ya Jumatano insha Allah taala. Allah atuwafikishe tuwe katika wenye kuidiriki siku hiyo. Kadhalika kuna Idi ya wiki ambayo ni Ijumaa, na aya hii imeshuka siku ya Ijumaa. Kwa hiyo inatosha kwetu sisi, hamna haja tena ya kuifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Idi. Hakuna haja tena ya kuifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Idi, bali aya yenyewe imeteremka siku ya Idi, Idi ya wiki. Yatosha hii, yatosha hayo. Kwa huyu Myahudi alikwenda kumwambia Umar ibn al-Khattab kuonesha utukufu wa maneno haya ya Allah tabaraka wa taala. Allah aliposema leo hii nimekukamilishieni dini yenu, na dini ya Allah tabaraka wa taala akawa ameikamilisha siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa katika hija aliyohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 10 hijiria. Na aya hii ndio aya ya mwisho kuteremka katika ayati al-ahkam, katika aya zilizokuwa zikiteremka kuelezea na kubainisha hukumu na sheria. Hii ndio aya ya mwisho, lakini sio aya ya mwisho kuteremka kabisa moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, bali ipo aya nyingine, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hii ndio aya ya mwisho kama wanavyosema ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, kwamba baada ya kushuka aya hii wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishi muda mrefu akawa amefariki, na baada ya kushuka aya hii hakuna aya nyingine iliyomshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anakufa. Idhan dini ya Uislamu ilikamilishwa siku ya Arafa. Hili ni jambo la pili katika mambo ambayo yanaonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Thalathan, nukta ya tatu katika mambo yanaonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa, anna siyama yawmi arafata yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyata, ni kwamba funga ya siku ya Arafa ni sababu ya kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Anna siyama yawmi arafata, kwamba kufunga sunna ya Arafa, kufunga sunna ya Arafa ni sababu ya kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita
kadhalika na madhambi ya mwaka ujao. Lihadithi Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an sawmi yawmi Arafata faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyata, rawahu Muslim. Imekuja hadithi ya Abi Qatada anatusimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kunako ubora na utukufu wa kufunga saumu ya Arafa. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhila, katika fadhila za kufunga saumu ya Arafa, yukaffiru sanata almadiyata walbaqiya, funga ya siku ya Arafa ni kafara ya madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Ni kafara kwa maana ni sababu ya mfungaji kusamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita, kadhalika na madhambi ya mwaka ujao. Na ahlul ilmi wanasema madhambi yanayofutwa kwa saumu ya Arafa ni madhambi yaliyokuwa madogo madogo. Madhambi madogo madogo ndiyo yanayofutwa na kuungua kwa kufunga saumu ya Arafa. Saumu ya siku moja unapata ofa Muislamu ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili, madhambi ya mwaka jana na madhambi ya mwaka huu ambao uko nao. Lakini madhambi yanayofutwa kwa kufunga Arafa ni madhambi madogo madogo. Ama madhambi yaliyokuwa makubwa kama vile zinaa, wizi, kuzua uongo, uchawi, shirki na mengineyo katika madhambi yaliyokuwa makubwa, kamali, kucheza kamali, kula riba na mengineyo, haya hayafutiki kwa kufunga Arafa. Haya yanafutika kwa kutubia toba ya kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ili ufutiwe madhambi hayo ni sharti utubie kwa Allah tabaraka wa taala tauba ya kweli, toba yenye ikhlas, na isiwe toba ya ujanja. Idhan funga ya siku ya Arafa ina fadhila kubwa sana, ikiwemo kufutiwa madhambi ya miaka miwili. Na hii ofa inamhusu yule atakayefunga peke yake. Ama wewe kama hujafunga siku hiyo, ofa hii ya kusamehewa miaka miwili haitokuhusu. Kwa hivyo atakayeghafilika na sunna ya Arafa, fala yalumanna illa nafsahu, asimlaumu yoyote, ailaumu nafsi yake. Na Arafa mwaka huu ni kesho kutwa biidhnillahi alkarim, siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne ndio siku ya Arafa, ndio itakuwa mwezi 9 biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu tujitahidi na tumuombe Allah tabaraka wa taala atufikishe siku hiyo na atupe afya njema na atuwafikishe kuifunga siku hii ya Arafa, ambapo mahujaji watakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa siku ya Jumanne. Basi na sisi huku tunaungana katika ibada. Wao wako katika kisimamo cha Arafa na kufanya ibada nyinginezo za kumuomba Allah tabaraka wa taala, kusoma Qur'ani na kusikiliza mawaidha. Basi sisi huku tunajikurubisha kwa Mola wetu kwa kufunga saumu ya Arafa, kadhalika na kufanya ibada nyinginezo, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah kwa wingi na nyinginezo katika ibadati. Kwa hivyo watu wasighafilike na sunna hii ya Arafa. Kwa yule ambaye alikuwa hajafunga tangu mwezi huu naandama, sababu pia inapendeza kufunga katika haya masiku ya Dhulhijja, kithirisha kufunga katika haya masiku. Na bila shaka hili mshaambiwa katika hutuba za Ijumaa, bila shaka na katika durus zinazoendelea hapa. Sasa kwa yule ambaye alikuwa hajafunga, basi muda bado anao,
Kesho bado ipo kwa yule ambaye Allah tamwafikisha kufika hiyo kesho akiwa na afya njema, fursa unayo, funga. Lakini Muislamu hata kama hujafunga, basi usikose kufunga siku ya Arafa. Zikupite siku zote, lakini siku ya Arafa jitahidi Muislamu isikupite, kwa sababu ina ofa iliyokuwa kubwa sana. Allah atuwafikishe na tujalie katika waja wema, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hii nukta ya kufunga ya Arafa inatuhusu sisi ambao hatujaenda haji, ama kwa mahujaji hawaruhusiwi na hawatakiwi kufunga sunna hii ya Arafa, kwa sababu hum mashghuluna bimanasiki alhajj, wameshughulishwa na ibada nyinginezo za haji, hawafungi saumu ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunga sunna ya Arafa wakati akiwa pale Arafa. Kwa hii sunna ya Arafa inatuhusu sisi ambao hatujaenda haji, ili tupate ofa ya kusamehewa miaka miwili. Mahujaji siku hii ya Arafa, Allah tabaraka wa taala anawasamehe madhambi yao yote, anawasamehe madhambi yao yote. Kisha sisi ambao hatujafanikiwa kwenda katika ibada ya haji, wale ambao Allah atatuwafikisha kufunga sunna hii ya Arafa, Allah anatusamehe madhambi ya miaka mingapi? Miwili. Ni khairi iliyoje Muislamu. Tayeb, nukta ya 4, annahu yawmu eidin li ahli almawqifi. Annahu yawmu eidin li ahli almawqifi, kwamba siku ya Arafa ni siku ya Idi kwa mahujaji walioko pale Arafa. Ni siku ya Idi li ahli almawqifi, ay lilhujjaj, kwa mahujaji waliosimama pale Arafa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa maneno yake Mtume alayhi salam aliposema, yaumu arafata, siku ya Arafa, wa yaumun nahari, na siku ya kuchinja, yani siku ya mwezi 10, wa ayamu mina, na masiku ya tashriqi, masiku ya kubaki pale Mina ya tashriqi, ayamu tashriqi, tarehe 11, 12 na 13 ya Dhulhijja. Haya ndio yanaitwa masiku ya Mina, masiku ya kubaki pale Mina. Hasa Mtume alayhi salam anasema, yaumu arafata, siku ya Arafa, wa yaumun nahari, na siku ya kuchinja, yani siku ya mwezi 10, wa ayamu mina, na masiku 3 ya kubakia Mina, iduna ahli alislam. Masiku yote haya ni siku zaidi, ni siku za sikukuu kwetu sisi Waislamu, ni masiku ya Idi kwetu sisi Waislamu. Hadithi hii ameitoa al-Imam Abu Dawuda na ameisahihisha Sheikh al-Albani katika Sahih Sunan Abi Daud. Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha katika maneno haya kwamba siku ya Arafa ni siku ya Idi, ni siku ya furaha kwa mahujaji, kwa sababu wanafurahi kwa kupata msamaha wa Mola wao. Allah tabaraka wa taala anawasamehe madhambi yao, na wanafurahi kwa kule kujikurubisha sana kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu siku hii ya Arafa ni siku ambayo mahujaji wanakithirisha dua kuliko siku zote, wanakithirisha dua kuliko siku zote. Wako ambao akishasali alasiri, baada al-asri, yani baada al-asri, haongei na mtu tena mpaka jua kuzama. Baada al-asri haongei na mtu tena mpaka jua kuzama.
Na hivi ndivyo inavyotakiwa Muislamu akiwa amesimama siku hii ya Arafa, amejikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, inatakiwa ajishughulishe na ibada, ajishughulishe na dhikri, amuombe sana Allah. Wewe umeenda haji kutekeleza ibada ya haji, umeenda kumlilia Mola wako, ya nini tena kushughulika na mambo ya kidunia? Umeacha mangapi kwenu? Umeacha starehe ngapi katika mji wenu? Umesimama katika viwanja vya Arafa, unaanza kuelezea habari za Tanzania, katika habari za kidunia, badala ya kujishughulisha na kumtaja Allah tabarak wa taala na kumuomba Allah tabarak wa taala msamaha ili akusamehe madhambi yako. Idhan siku hii ya Arafa ni siku ya Idi kwa Waislamu, lakini hasa kwa mahujaji waliosimama katika bonde la Arafa. Jambo la tano, na kwenda haraka haraka na nataka niende na wakati. Jambo la tano, wa annahu yawm mubahati Allah ta'ala bi ahli Arafatin ahla as-samai, wa annahu yawm mubahati Allah ta'ala bi ahli Arafatin ahla as-samai, kwamba siku hii ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala anajifakharisha kwa waja wake na wageni wake walioko katika viwanja vya Arafa. Anajifakharisha kwa wageni hawa mahujaji na kubainisha na kudhihirisha fadhila zao na daraja zao na malipo yao yaliyokuwa makubwa, kuwabainishia na kuwadhihirishia ahla samai, wakazi wa mbinguni, yani almalaika. Allah tabarak wa taala siku hii ya Arafa katika fadhila zake anateremka na kuwakurubia ahlul mawqif na kuwakaribia watu waliosimama katika viwanja vya Arafa na kuwabainishia malaikatu samai, wakazi wa mbinguni, kuwabainishia fadhila na ubora na utukufu wa wale mahujaji walioko pale Arafa na kubainisha daraja zao kwa Allah tabaraka wa taala na malipo yao yaliyokuwa makubwa, walivyotumia gharama zao, kadhalika na muda wao na afya zao kwenda kutekeleza ibada ya haji, kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, waadhin fi nnasi bilhajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Watu walioitikia wito huu wa Allah tabaraka wa taala, Allah anawabainishia malaika wake kwamba waangalieni waja wangu hawa. Fayaqulu lahum, Allah tabaraka wa taala anawaambia malaika kama ilivyokuja katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Imam Ahmad kadhalika na Imam Ibn Khuzaima, asema inna Allaha yubahi bi ahli Arafatin ahla as-samai. Allah tabarak wa taala anajifakharisha kwa maana anadhihirisha fadhila, ubora na utukufu wa mahujaji walioko pale Arafa, ahla as-samai, kuwaoneshea na kuwabainishia wakazi wa mbinguni ambao ni malaika. Fayaqulu lahum, Allah anasema kuambia malaika, undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu hawa,
mahujaji walioko hapo katika bonde la Arafa, watazameni hao namna watu walivyokuwa wengi katika lile jangwa la Arafa, na wote wamevaa nguo moja, wanaume wamevaa nguo moja, ihram pande la juu na la chini, hakuna kitu ndani, mpaka anamaliza ibada yake ya haji. Sasa Allah tabaraka wa taala anawaambia malaika, watazameni waja wangu hawa, jauni shu'than ghubran, wamenijia mimi Mola wao wakiwa na nywele timtim, kadhalika wakiwa wamejaa mavumbi. Wamekuja kufanya nini? Bila shaka wamekuja wanataraji msamaha wangu na rehema zangu. Mwisho wa hadithi, Allah tabaraka wa taala anawaambia malaika, shuhudilieni ya kwamba nimewasamehe waja wangu, fahamuni ya kwamba nimewasamehe waja wangu madhambi yao. Hii ndio siku ya maghfira, siku ya maghfiratu dhunub, siku ya kusamehewa madhambi kwa wingi kwa mahujaji. Kadhalika kama tulivyoona, kwa wale watakaofunga sunna ya Arafa watasamehewa madhambi ya miaka miwili. Kwa hivyo hii pia ni katika fadhail za siku hii ya Arafa, kwamba ni siku ambayo Allah anajifakharisha kwa malaika wake kwa kuonesha ubora na utukufu wa waja wake waumini, na kutaja daraja zao na ujira wao uliokuwa mkubwa, na kwamba Allah tabaraka wa taala anawasamehe madhambi yao. Kwa mahujaji wanatoka pale Arafa baada ya jua kuzama. Jua likishazama tu tayari wanatawanyika, watu wanaondoka pale Arafa, wanaelekea Muzdalifa, wanakwenda sehemu inayoitwa Muzdalifa, wanakwenda kulala huko. Hizi zote ni amakinul muqaddasa au zinaitwa mashairul haram, mashairu alharam au mashairul muqaddasa. Ni sehemu takatifu, ni sehemu takatifu ambazo zinatumika kwa ajili ya manasiki alhaji. Zimehifadhiwa na zinalindwa kwa sababu zinatumika kwa ajili ya ibada ya haji. Mahujaji wakishaondoka, basi sehemu hizo hazitumiki tena mpaka tutakutana tena mwakani biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa mahujaji wanatoka pale Arafa jua likizama, wanaelekea Muzdalifa, wanaenda kulala huko. Kisha asubuhi wakiamka, wakifika kule Muzdalifa, kwanza wataswali magharibi na isha jam'an, kwa kukusanya, kisha watalala. Baada ya hapo asubuhi wataamka, wataswali alfajiri. Baada ya swala wataondoka Muzdalifa na kuelekea Mina kwa ajili ya kuendelea na ibada zingine, ambayo itakuwa ni siku ya mwezi 10, ambayo sisi huku tunashughulika na ibada ya kuswali Idi, kadhalika na kuchinja udhuhiya. Wao mahujaji wanashughulika na ibada zingine za haji, ikiwemo kupopoa vile vijiwe kwenye zile nguzo, kisha kwenda kufanya tawafu alhajj. Tayib, idhan hilo ni jambo la 5. Jambo la 6, annahu yawma yu'tiqu Allahu minan nari kathiran min ibadihi almu'minin. Annahu ay yawma Arafa, ni kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo yu'tiqu Allahu minan nari, huwaweka mbali Allah tabaraka wa taala, huwaacha huru Allah tabaraka wa taala kutokana na moto waja wake kwa wingi sana. Annahu yawma yu'tiqu Allahu minan nari kathiran min ibadihi almu'minin, ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala anawaacha huru kwa wingi waja wake
waumini kutokana na moto, anawaacha huru na moto kwa wingi waumini, anawaacha huru na moto kwa maana anawaweka mbali na moto Allah tabaraka wa taala waja wake waumini siku hii ya Arafa. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafata. Hadithi ameitoa Imam Muslim. Hakuna siku yoyote katika masiku ya mwaka mzima siku ambayo akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan, siku ambayo Allah tabarak wa taala humwacha huru kwa wingi, humweka mbali kwa wingi mja wake, minan nari, kutokana na moto, humwacha huru kwa wingi kutokana na moto, au humweka mbali na moto mja wake kwa wingi, min yaumi Arafata, kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku, kwa maana katika siku ambazo Allah tabarak wa taala anawaacha huru waja wake na moto, anawaweka mbali waja wake na moto, basi hakuna siku ambayo Allah anamweka mbali mja wake na moto kama siku ya Arafa. Siku ya Arafa ndiyo siku adhimu, ndiyo siku tukufu, siku ambayo Allah tabarak wa taala anawaacha huru waja wake na moto kwa wingi. Qala al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, al-Hafidh Ibn Rajab anasema, anna al-'itqa min an-nari 'amun li jami'i al-muslimin. Jambo hili la kuwekwa mbali na moto, jambo hili la kuachwa huru na moto linalofanyika siku ya Arafa, ofa hii anayoitoa Allah tabarak wa taala kuwapa waja wake waumini, anasema mwanachuoni huyu, ofa hii amun, inawahusu na kuwaenea li jami'il muslimin, waislamu wote, kwa maana sawa sawa atakayefunga na asiyefunga, yani atakayefunga Arafa na yule ambaye hajafunga, Allah tabarak wa taala atamwepusha, atamwacha huru na moto. Kadhalika sawa sawa aliyoko haji au ambaye hayuko haji, ofa hii inawahusu waislamu wote. Maneno haya ameyasema katika kitabu Al-Lataif. Hilo ni jambo la sita. Jambo la saba na la mwisho, jambo la saba na la mwisho katika muhadhara wetu insha Allah taala, anna khayra ad-du'ai du'au yawmi Arafata. Jambo la saba katika mambo yanayoonyesha na kujulisha ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Hili ni jambo la mwisho katika muhadhara wetu. Haina maana kwamba ndo jambo la mwisho katika mambo yanayoonyesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa, bali yako mengi. Kama nilivyosema, tukisema tuanze kuelezea fadhaili za siku ya Arafa hatuwezi kufika mwisho katika majlisi moja, lakini leo tutatosheka na hizi nukta saba, na kama kuna mwenye maswali aandike alete mbele, hatutoruhusu maswali ya mubashara. Nidhamu yangu katika masala, unaandika karatasi unaleta mbele, ama maswali ya kunyosha vidole la. Kadhalika na kina mama huko, kama kuna mwenye swali inahusiana na Arafa, inahusiana na kuchinja, inahusiana na kadha, andika swali lako lete hapo, tutajibu lile ambalo tunalijua, ambalo hatulijui tunasema hatujui. Tayeb, nukta ya saba, anna khayra ad-du'ai, ni kwamba dua iliyokuwa bora zaidi, dua yaumi Arafata, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Kama unajua kwamba
kuna siku na kuna saa, yani kuna time ambazo dua inapokelewa na inakubaliwa haraka, basi siku ya Arafa. Siku ya Arafa, saa yoyote, madam ni siku ya Arafa, saa yoyote. Lakini baada al-asri min babi aula, baada ya alasiri usicheze mbali na Mola wako Muislamu. Yani ile kipindi cha baada al-asri mpaka jua kuzama, usishughulike na mambo mengine ya kidunia. Hebu jishughulishe na mambo ya kiakhera. Kaa msikitini, soma Qur'ani, fanya adhkari, mlilie Mola wako, muombe Allah tabaraka wa taala, omba msamaha. Nani asiyekuwa na madhambi anataraji asamehewi na Allah tabaraka wa taala? Watu tuna viroba vya madhambi, lakini tunaghafilika kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hasara kubwa sana. Ni dalili kwamba watu tumeghafilika na dini yetu, tumeghafilika na dunia, tumeathirika na maisha ya dunia. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Fadu'a'u yawmi arafata lahu maziyatun ala ghayrihi min al-ayyam. Dua ya siku ya Arafa ina miza, yani inatofautiana na dua zinazoombwa masiku mengine. Yani dua utakaoisoma au utakaoiomba, maombi yoyote utakaoyaomba siku ya Arafa, Muislamu ufahamu moja kwa moja kwamba maombi ya siku hii ya leo hayafanani na maombi ya siku nyingine ulizokuwa ukiomba. Kwa unapomuomba Allah tabaraka wa taala, hakikisha unaazimia kweli kumuomba Allah tabaraka wa taala. Una shida wewe Muislamu, una mazonge hapo ulipo, kila mmoja na mazonge yake ambayo yanamzongotoa hapo alipo. Basi siku ya Arafa kila mmoja ajipinde kumuomba Allah tabaraka wa taala amuondolee mazonge ambayo yamemzonga. Tujitahidi sana Waislamu kumlilia Allah siku hii ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu duai, dua iliyokuwa bora kuliko dua zote, dua yaumi arafata, ni dua ya siku ya Arafa. Dua iliyokuwa bora kuliko dua zote ni dua ya siku ya Arafa. Maneno ya nani haya? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahi. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na maneno bora kuliko maneno yote niliyosema mimi mtume wenu na manabii wengine kabla yangu. Maneno bora tuliyoyasema mitume kuliko maneno yote ni haya yafuatayo: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haya ndio maneno yaliyokuwa bora kuliko maneno yote walioyasema mitume na manabii. Maneno gani hayo? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume alayhi salam anasema haya ndiyo maneno yaliyokuwa bora kuliko yote katika maneno walioyasema mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hii ni dhikri iliyokuwa adhimu, hii ni dhikri iliyokuwa kubwa. Sasa kama unajua kuna dua na dhikri walizoomba na walizozisoma mitume na manabii, basi hii ndio dhikri iliyokuwa bora kuliko dhikri zote. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tuikariri sana hii dhikri na tujitahidi sana kuikithirisha dhikri hii siku ya Arafa. Siku ya Arafa, uko nyumbani kwako, uko dukani kwako, uko katika kazi yako,
uko barabarani unatembea, unaendesha baiskeli, pikipiki, gari, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tujitahidi sana Waislamu kukithirisha dhikri hii siku ya Arafa, kadhalika na adhkari zingine, na tukithirishe kumuomba sana Allah tabaraka wa taala. Na katika maombi yetu tujitahidi sana kumuomba Allah janna, ya rabbil janna, mlilie Allah tabaraka wa taala na kuomba Allah uniruzuku janna, unijalie kuwa katika watu watakaoingia peponi ya Allah. Muombe sana Allah tabaraka wa taala akupe mwisho mwema. Na sio tu kwa sababu Waislamu wengi wakisikia kuhimizwa kumuomba Allah, kumlilia Allah, wanajua kuomba dunia tu, ya Rabbi fulus 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 fulus, ya Allah fulus, basi anaona hiyo ndio dua adhim. Tayib, usisahau kuomba pia fulus, lakini kwanza atanguliza kuomba janna, kisha pesa na mambo mengine yaje baadaye. Idhan, katika nukta ambazo nilikusudia kuzihudhurisha katika majlisi hii ya leo, walillahi alhamdu, Allah amejalia nimezikamilisha hizo nukta 7. Tuzichukue na tuzizingatie sisi, tuzifanyie kazi, kadhalika na tuwafundishe wengine. Na hadithi hii ya mwisho ambayo tumeisoma, khairu duai duau yaumi arafata, ni hadithi ambayo ameitoa Imamu Malik katika Muwatta, kadhalika Imamu Tirmidhi katika sunani yake, na ameisahihisha Sheikh Al-Albani katika silsilatu sahiha. Idhan, Waislamu tusighafilike na siku ya Arafa, tujitahidi sana kujikurubisha kwa Mola wetu siku hiyo ya Arafa. Kama ulikuwa hujasoma Qur'ani Muislamu, jitahidi sana siku ya Arafa ukithirisha kusoma Qur'ani. Yani kama una uwezo wa kuweka mambo yako vizuri katika siku hizi, ikifika siku ya Arafa basi wewe ujikite katika ibada, fanya hivyo, wadhālika khairul lak, na kufanya hivyo ni bora kwako wewe. Yani ifanye kwamba siku ya Arafa ni umejikita katika ibada, soma Qur'ani, fanya adhkari, fanya tasbihi, kadhalika kukithirisha kumuomba Allah tabaraka wa taala, mswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi. Fanya hivyo Muislamu, na utakuwa hujapoteza muda. Mwisho kabisa, kumalizia muhadhara wangu, nataja baadhi ya nukta. Nukta ya kwanza, inapendeza kuleta takbira kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa. Yustahabu wa yushra'u at-takbiru min fajri yawmi Arafata ila akhiri ayami at-tashriq. Inapendeza na ni sheria kuleta takbira kuanzia alfajiri ya siku ile ya Arafa na kuendelea kuzileta hizo takbira mpaka mwisho wa masiku ya tashriq, masiku yale ya kukausha nyama, tarehe 13 ya Dhulhijja. Ayamu tashriq ni masiku matatu, tarehe 11, 12, 13. Hizi ndio ayamu tashriq. Kwa hiyo inapendeza kuleta takbira katika haya masiku, lithubuti dhalika anis salaf, kwa kuthibiti jambo hilo kwa wema waliotangulia, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na takbira zinaletwa imma takbirul mutlaq, takbira ambazo hazijafungwa kwa wakati maalum, muda wote unaleta takbira, au takbirul muqayyad, au takbira ambazo zimefungwa kwa wakati maalum, ambazo zinaletwa baada ya kila sala ya fardhi. Baada ya kila sala ya fardhi zinaletwa takbira hizo katika zile ayamu tashriq, siku ya Idi baada ya sala na ayamu tashriq. Hizi zinaitwa at-takbirul mutlaq. Kwa hivyo Waislamu wengi wanakafilika sana na takbira hizi, wako mbali sana. Tujitahidi sana kuhuyisha sunna hii ya kuleta takbira katika masiku haya yaliyokuwa matukufu. Na siku inayofuata ni siku ya Idi baada ya Arafa,
siku inayofuata ni siku ya Idi, walillahi alhamdu. Na mara hii tunakula Idi wote kwa pamoja biidhnillah. Tunafunga Arafa pamoja na tunakula Idi, tunaswali Idi pamoja, walillahi alhamdu wal minna. Na wako katika watu ambao hawapendi jambo hilo, na huu ni ujinga. Ikiwa wewe ni katika wao, basi ujue kwamba uko katika dhalala, na ni jambo ambalo si zuri. Kuna wengine anakuambia, unaona, nilisema, nilijua tu, mbona mmetufuata? Wamekufuata wapi shekhi? Wewe nani katika hii dini mpaka wamekufuata? Acha ushabiki bwana katika dini hii. Dini haiendi kwa ushabiki. Yaani kuna watu wengine hawapendi kuona Waislamu wameungana katika jambo la kheri, abadan. Yaani wanataka waone Waislamu siku zote wamegawika. Shahada, unafaidika nini? Kwa hivyo hizi ni katika kheri za Allah tabaraka wa taala. Kwa Arafa ni Jumanne na Idi ni Jumatano biidhnillahi alkarim. Kwa hivyo siku hii ya Idi ni siku ya hija kuu, yaum alhajj alakbar, ni siku ya hija kuu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa ni a'dhamul ayami inda Allah tabaraka wa taala, ni siku iliyokuwa tukufu kwa Allah tabaraka wa taala kuliko masiku yote, ambayo ni siku ya yaumun nahri, siku ya kuchinja. Hadithi hii ameitoa Imam Abu Daud na ameisahihisha Sheikh Al-Albani. Kwa siku hii ya Idi watu wanatoka asubuhi kwenda kwenye msalla kuswali salatul Eid, na baada ya kurudi kutoka kwenye msalla watu wanarudi majumbani kwenda kuchinja vichinjwa, kwenda kuchinja udhuhia. Hapa nasisitiza na kuhimiza Waislamu mkachinje siku ya Idi, mkachinje, hasa wale ambao Allah amewafikisha kuwa na wasaa, kuwa na uwezo wa kununua wanyama, mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia. Chinjeni. Hawa ndio bahimatul an'am. Inaruhusiwa kisheria watu 7 wakashirikiana, wakachanga pesa, wakanunua ng'ombe mmoja, wakagawana, kila mmoja kaondoka na kilo zake. Kadhalika watu 7 wakachanga pesa, wakanunua ngamia, inafaa kisheria. Ama mbuzi na kondoo, kila mmoja anunue kivyake. Hakuna tashiriki katika ng'ombe, katika mbuzi au kondoo. Hii inamhusu mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo wale ambao Allah amewafungulia uwezo wa kuweza kununua wanyama, basi hii ni Idi ya kuchinja wanyama. Una uwezo wa kuchinja ng'ombe hata 100, la shukisha ng'ombe chini, watu wale nyama, toa sadaka, chinja udhuhia, yani kwa kadri ya uwezo wako. Unataka kuchinja ng'ombe mmoja, una uwezo wa kuchinja 10, chinja. Unataka kumchinja mbuzi mmoja, una uwezo wa kuchinja mbuzi 100, chinja. Bitigha mardhatillah, unafanya kwa ajili ya kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja afanye kwa kadri ya uwezo wake. Sawa, usiulize sasa kwamba kuchinja kuku vipi. La, anachinjwa mnyama, na wanyama waliokusudiwa kuchinjwa ni hawa tuliowataja: ngamia, ng'ombe, kondoo au mbuzi. Ngamia hao wametimiza miaka 5, ng'ombe hao wametimiza miaka 2, mbuzi na kondoo wao wametimiza mwaka 1, au kondoo aliyetimiza miezi 6. Mbuzi aliyetimiza miezi 6 la, mpaka atimize mwaka. Ama kondoo inafaa kumchinja aliyetimiza nusu mwaka. Kwa hiyo siku ya Idi ndio siku ya mwanzo ya kuchinja, kisha na siku 3 baada yake, na siku 3 baada yake. Kwa hiyo yule ambaye hatowafikishwa na Allah kuchinja siku ya Idi, muda bado anao. Ana siku ya 11, ana siku ya 12, ana siku ya 13, mpaka jua litakapozama siku ya 13 ndio muda umeisha wa kuchinja. Kwa hivyo Waislamu, hii kheri na ibada hii ya kuchinja ni ibadatun adhima, ni ibada iliyokuwa tukufu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza Waislamu kuchinja katika siku kuu hii ya Adha, mpaka ikafikia hatua akasema
man kana lahu sa'atan, atakayekuwa na uwezo wa kuchinja, walam yudhahi, kisha akawa hajachinja pasina sababu yoyote, fala yaqrabanna musallana, hapa tunaposwalia Idi asije, yani asikurubie mswala wetu, ajue ataswali wapi. Haya maneno Mtume alayhi salam ameyasema, hakuwa maana kwamba na wakataza wasije kuswali, la, anawahimiza watu waache ubakhili, wachinje. Sasa leo hii kuna Waislamu ambao Allah amewajalia pesa za kununua mbuzi wapo mpaka 1,500,000 vijijini. So lazima nunulie hapa mjini, nunua kijijini kisha wasafirishe. Sasa mtu anataka anakazana, anataka nunue mbuzi hapa mjini, kisha kugusa mbuzi hapa mjini 300,000 400,000. Sasa nabakia watu, shekhe vipi huko? Ng'ombe mara hii vipi shekhe? Nyama hamna shekhe, chinja. Sawa? Ama wale ambao hawana uwezo wa kuchinja basi tutawajibu vizuri, lakini wale ambao wana uwezo wa kuchinja, akikupigia simu mwambie chinja shekhe. Kuna watu wanasubiri, wanapiga simu, vipi ng'ombe wa Turuki wako wapi? Ng'ombe wa Turuki hamna shekhe, chinja wa kwako. Tujitahidi sana Waislamu. Nukta ya mwisho ambayo nakusudia kuwakumbusha ni jambo la kupongezana siku ya Idi. Inafaa na inapendeza kupongezana siku ya Idi kwa kuingia katika Idi kwa kusema taqabbal Allahu minna wa minkum, au taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mali, ama qawli kullu amin wa antum bikhairi. Hili ni neno ambalo halijathibiti kwa masalafi, halijathibiti kwa wema waliotangulia, isipokuwa baadhi ya ulama wanasema hamna shida kusema hivyo, wa kullu amin wa antum bikhairi. Hakuna shida katika maneno hayo, kama Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ikiwa anakusudia mtu kusema hili neno min babi dua, katika mlango wa dua na sio mlango wa habari, au mtu kusema min alfaizina, Idi mbaraka, min alfaizina, sio mmezoea hivyo, min alfaizina. Hili neno pia halijathibiti kwa wema waliotangulia, min alfaizina, isipokuwa pia baadhi ya ulama wanasema la basa, ikiwa min babi dua, ni katika mlango wa dua, hakuna shida, kwamba aidukum mubarakun min alfaizin, ay ja'alani Allahu wa iyyaka min alfaizin, la basa fi hadha. Ikiwa mtu atasema hili neno kwa nia hiyo, kwamba namuomba Allah nijalie mimi na wewe tuwe katika waliofuzu, atujalie katika waliofuzu au watakaofuzu, watakaofaulu, la basa fi hadha. Ama ikiwa ni habari na kusudia habari kwamba min alfaizina, Idi mbaraka, amin shafuzu shekhi, la, haifai tayari. Na kwa hiyo nilikusudia pia kujitanabahisha watu tupate kufahamu. Lakini pia muda wa kuchinja Waislamu ni baada ya swala. Muda wa kuchinja udhuhia ni baada ya sala. Watu msije mkachinja kabla ya sala. Ukichinja kabla ya sala, hicho ni kitoweo cha nyumbani tu, ni kitoweo cha nyumbani kwako, umewachinjia familia yako, hakuna thawabu hata moja ya udhuhia. Wallahu ta'ala a'lam.